Daktari Alfred Mukomba, karibu kwenye jukwaa la KTN. Asante. Na Daktari Wachira, nitakukaribisha tena kwenye jukwaa la KTN. Asante sana. Naam, labda tuanze na wewe, utueleze kuhusu saratani kwa watoto. Sababu ni kana kwamba kiwango kimeongezeka, idadi ya watoto ambao wanaathiriwa na saratani imeongezeka. Sijui kama ni kweli na imeongezeka kwa idadi gani? Hiyo ni kweli. Saratani mara nyingi hupata watu wakubwa, lakini pia inapata watoto. Tukiangalia kwa hii nchi yetu ya Kenya, watoto wengi wanapata hiyo saratani. Kuna aina 4 ya saratani zenye zinapata watoto sana. Kuna ile ya damu, ile ya leukemia, kuna ile ya lymphoma, kuna pia ile ya ubongo na kuna ile ya mifupa. Hizo 4 ndizo za ziko mingi kwa nchi yetu. Na pia kuna aina nyingi, kila kiungo ya mwili inaweza pata saratani. Labda kwa watoto, unapozungumzia saratani kama hizi damu, mzazi atajua vipi kwamba mtoto wake ako na saratani ya damu? Na damu iko ndani ya mishipa, hatuwezi kujua. Ile ugumu tuko nayo ya kugundua ugonjwa wa saratani, kwamba dalili ya saratani mara nyingi huwa ni dalili inafanana na ya magonjwa mengine. Kwa mfano, kama ni ugonjwa ya damu, mara nyingi huwa wanapata ushovu, kuishiwa na nguvu juu ya kukosa damu kwa mwili. Na hiyo pia inaweza patikana kama dalili ya magonjwa mengi. Kwa hivyo hiyo ni challenge kubwa, ni vigumu sana kujua dalili. Lakini tutaongea dalili kadhaa zenye mtu anaweza angalia. Naam, kabla hatujaongea hizo dalili, labda tuangazie sasa kwa kina. Daktari Alfred, unaweza kugusia pia kwa sababu kama vile saratani ya ubongo kwa mtoto, saratani ya ubongo inatokana na nini? Nyingi ya saratani huwa ni vigumu kupata aswa kiini chake. Kwa wakati mwingi, kwa kiwango kikubwa, inakuwa ni kwa ile inheritance, ni kama kwa genes zenye zina run kwa hiyo family. Wakati mwingi utakuta kama wazazi ama kuna mtu kwa jamii ambaye alikuwa na hiyo saratani, inaongeza uwezekano kwa wale watoto ama watoto wanaofuatilia kwa familia hiyo kuwa na hizi shida. Pia kuna wale kama wale wana magonjwa kama haya yenye yanafanya kinga ya mwili, immunity, iende chini. Pia wako kwenye hatari ya kuwa na hiyo saratani. Magonjwa kama gani? Kama wenye wana ugonjwa wa ukimwi. Wakati mwingine kuna magonjwa mengine ambayo pia yanafanya kinga ya mwili iende chini, wana hatari ya kuwa na ugonjwa. Kuna magonjwa mengine kuna aina nyingine ya virusi, viruses, ambazo pia zinachangia watu kuwa na haya magonjwa ya saratani. Pia tuongezee kwa watu wazima, kama wale wanavuta sigara kwa kiwango kikubwa, wenye wanatumia pombe kwa wingi kupindukia. Kuna wale ambao wanafanya kazi kwenye kampuni kama hizi zinatengeneza chemicals, na hizo zinaweza zikachangia. Na pia kuna kama Japan, wale walikuwa na ile radiation wakati waliangushiwa ile nuclear bomb. Pia hiyo inachangia kwa kiwango kikubwa. Ndio. Na labda kukurejesha tu nyuma kidogo, umetueleza kwamba saratani pia inaweza kurithiwa katika familia. Ina maana kwamba iwapo mtu katika familia yangu alikuwa na saratani, ni lazima nitaipata? Ama ni kwa bahati mbaya tu ambapo? Sio lazima. Ni kama bahati tu. Lakini kile ambacho inafanya mtu afanya ni kuwa makini anapoona dalili yote isiyo ya kawaida. Ama kuna zile ambazo tunaweza tukafanya screening. Kwa mfano kama ile kansa ya matiti na kansa ya ovaries, hii mtu anaweza akafuatiliwa ili kuhakikisha hiyo risk haikuji. So kwa kiwango kikubwa inakuwa ni kama bahati tu. Na daktari, tueleze, amegusia sana watu wazima, kinachochangia katika wao kuhatarisha afya yao na kuwa kwenye hatari ya kupata maambukizi ya saratani. Kwa watoto, ni nini ambacho labda tukiwa expose wale watoto kinaweza kufanya wao pia wakuwe kwenye hatari ya kupata saratani? Kwa watoto mara nyingi haijulikani ni kitu gani inaileta. Na kama vile Dr. Mukomba amesema, kuna ile genes, kuna ile mabadiliko inafanyika kwa genetics, inaitwa random mutation. Hiyo ndio mara nyingi inaonekana ikileta hiyo saratani. Vitu kama
sigara, vitu kama chemicals mara nyingi haiguzi watoto. Lakini mara nyingi tuna tu genetics, na vile kimaumbile tu. Lakini sio kurithi, sio lazima tuseme kama mama baba alikuwa na hiyo saratani mtoto wake apate. Na labda kama mzazi anavuta sigara katika ile nyumba ambayo watoto wako, labda pia watoto wanaweza kuwa kwenye hatari ya kupata shida hiyo. Ile hatari wanakuwa nayo, labda hawatakuwa nayo wakiwa watoto. Lakini zile kemikali zile ambazo wanavuta huo moshi itakuja kuonekana baadaye wakiwa watu wazima. Na labda wale wanaoishi pia katika mazingira ambayo kuna makampuni. Kila mahala siku hizi kuna makampuni mengi ya kuna viwanda vingi, kuna makampuni katika estates ambazo watu wanaishi. Hilo pia linaweza kuhatarisha maisha yao. Ndiyo, kwa sababu mahali kuna mpangilio, inatakiwa kuwe na mahali pa viwanda, industrial area, na mahali pa makazi. Kwa hivyo ni kosa kubwa kuwa na mchanganyiko wa mahali watu wanaishi na mahali pia kuna kuwa na viwanda mahali hapo. Kwa mfano kumekuwa na mizozano mingi mahali kuna hizi cement factories kama Pwani. Juzi kulikuwa na hapa Imara Daima, kiwanda kinatoa gesi ambazo zinadhuru wale wakazi wako hapo karibu. Sababu ni yale makosa ambayo tunachanganya viwanda pamoja na nyumba zetu, na labda madhara yake yatakuja kuonekana miaka ijayo. Labda kabla hatujazungumzia dalili na kinga, daktari, ulikuwa ukinielezea awali kuhusu saratani nyingine kwa watoto ambazo wengi wa wazazi huwa hawawezi kuzitambua mapema. Labda mtoto anatibiwa kwa kupewa tu antibiotics, painkiller, kwa hivyo kuna tatizo bila wao kujua kuna tatizo ambalo linawaathiri. Labda unielezee kwa mapana ulichokuwa ukizungumzia. Saratani nyingi kwa hii nchi yetu ya Kenya huwa inapatikana ila wakati ugonjwa umeenea sana. Juu kuna delay, mara nyingi watoto hawaonekani vizuri, hawaonekani kwa hospitali kubwa, na wanaonekana tu kwa hospitali dogo, ama wanaonekana mahali test haziwezi fanyiwa, ama dalili haziwezi diagnosis hawezi tabuliwa kuna hiyo ugonjwa. Kuna watoto wanazaliwa wakiwa na saratani kama ile ya macho inaitwa retinoblastoma. Kama inahitaji muuguzi mwenye anajua dalili yake. Juu hiyo inakuwa tu ni kitu tu ya cheupe kwa macho ndani. Hiyo ndio tu mtu anaona, alafu anajua kuna saratani ndani ya macho. Kuna nyingine inakuwa ndani ya ubongo, ama zingine zimejificha kwa mwili. Watoto wanazaliwa na hizo pia. Inahitaji muuguzi mwenye anajua hizo dalili ili aweze kugundua hiyo ugonjwa. Kuna hizi saratani kama za damu. Pia mtoto anaweza tu kuonekana tu anakosa afya, anakosa nguvu, anaishiwa na hata mwili inaisha, lakini akienda kwa hospitali anatibiwa malaria, anatibiwa typhoid, anatibiwa ugonjwa wa mimba, na mwenye anamuona wakati mwingine hajui ni dalili gani zinafuatana na saratani. Ulinieleza pia kuhusu saratani ya lymphoma. Labda utueleze, kwa sababu watoto wengi mara nyingi utasikia mtoto akikueleza huku kunauma. Labda mtu cha kwanza atasema labda ako na throat infection, na cha kwanza atakukimbia kumnunulia dawa ya antibiotics hicho. Lymphoma, hiyo saratani ya lymphoma inaonekana pia kwa watoto. Kwa hii nchi yetu ya Kenya pia iko kwa wingi. Sana sehemu za malaria, mahali kuna malaria mingi, na hata kwa nchi yote ya Kenya kuna aina mingi ya lymphoma. Ugonjwa ya lymphoma ni ya lymph nodes. Ni hizi lymph nodes zenye ziko kwa kila sehemu ya mwili. Nyingi ziko huko kwa shingo, zingine ziko huko kwa viungo, na zingine ziko hata kwa tumbo. Ni kawaida watu kuvimba hizo lymph nodes hata juu ya magonjwa zingine. Lakini kwa saratani ya lymphoma huwa inavimba hiyo lymph node moja ama mbili, ama a group zenye ziko pamoja, zinaendelea tu kuongezeka kwa namba, na pia kwa size, zinakuwa nyingi na zinakuwa kubwa. Hivyo ndivyo mtu anaweza jua kuna hiyo ugonjwa ya saratani ya lymphoma. Na labda daktari, unaweza kuchangia pia utueleze kuhusu, ametaja tu chache ya kati ya zile dalili ambazo mtu anaweza kuona ajue hapa kuna hatari. Hasa ile ambayo amegusia ya macho. Labda wengi wameanza kupanic sasa, mtoto akianza kuonyesha tu hivi unajua kuna tatizo. Labda nianze na kusema kwamba nyingi za hizi saratani inabidi kama mtoto ama mtu mzima
akiwa ana dalili za ugonjwa fulani na anakuwa mgonjwa kwa mara nyingi, labda wiki amekuwa mgonjwa, awe mtu mzima ama mtoto, wiki nyingine ana huo ugonjwa, inabidi yule anayemhudumia awe na ile tunaita high index of suspicion. Awe makini ili aweze kuitisha uchunguzi zaidi badala ya kuchukua tu dawa siku baada ya siku. Pia hata pale nyumbani tusiwe tunawapatia antibiotics mara nyingi kabla hawajapimwa vizuri. Nikirudia hali ya hizi dalili ziko generalized. Kama dalili tuseme saratani ya ubongo, kama mtu anakuwa na shida ya kuumwa na kichwa mara nyingi, na wakati unapopita kichwa kinauma zaidi, akiponi akitumia hizi dawa za kawaida, labda ataanza kuona shida kuona vizuri, anashindwa kulala vizuri, ni vizuri akaangaliwa vizuri, labda atatumwa kufanya zile picha za ubongo na zitaonyesha. Kama ni saratani ya ngozi, labda kuna uvimbe kwenye ngozi, ama kuna kidonda, ama kuna vipele ambavyo vinaanza tu kidogo alafu aziponi, zinaenda zikiongezeka, then mtu anajua hapa kuna hatari. Kuna zile zingine kama saratani za tumbo, na ziko common kwa nchi yetu. Kuna ile saratani ya njia ya kumezea chakula, saratani ya shingo na utumbo wa chakula wenyewe. Kama mtu anakula, hamu ya chakula inaenda ikipungua, saa zingine inakuwa shida kumeza, saa zingine inakuwa vigumu kwenda ile haja kubwa kama kawaida, then inatakiwa mtu ajue hapa labda kunaweza kuwa na hatari, na akaenda akaangaliwa vizuri. Ile common ni ile ambayo watu wanaenda wanatibiwa, wanaambiwa wako na vidonda vya tumbo, stomach ulcer. Siku hizi tunashauri watu kama una hiyo, lazima uende, kuna kifaa ambacho unawekewa, tunaangalia ndani ya tumbo, tunaona hicho kidonda ni kidonda tu cha acid kuwa nyingi, ama inaweza kuwa ni saratani, na inachukuliwa kanyama kidogo, inapimwa. Kwa sababu wengi wanaanza hivyo, wanatibiwa kwamba ni ulcer, baadaye inapatikana ni saratani ya utumbo wa chakula. Naam, labda Daktari Alfred, kuna anasema swali langu ni vyakula gani ukitumia vinaweza kuzuia saratani? Hii nyingine kuna Christine Bithe Chale anasema yeye ana saratani ya mfuko wa uzazi. Anasema alifanyiwa upasuaji akaondolewa uterus na sasa hana kazi kwa sababu ya hali yake ya afya. Huyu anataka tumsaidie kupata shirika ambalo linaweza kumpatia yale mawaidha, ushauri, kwa sababu anasema kwamba ametatizika hata kiakili. Ametatizika sana kwa sababu ni kama anahisi ametengwa katika jamii. Christine, tutawasiliana nawe katika baada ya kipindi hiki. Nitakupatia nambari za simu, labda hata madaktari mna namba za simu ambapo anaweza kupata ushauri na usaidizi anaohitaji. Na pole sana. Na tuanze na wewe. Vile vidonge ambavyo mtu anameza vinaweza kusababisha saratani. Ni muhimu mtu kuchunga ni vidonge gani anatumia. Na sana kama zimepitia ile bodi ya kuangalia kama ziko safe, kama ziko nzuri za kutumia. Kuna zenye ziko na mercury ama ziko na kemikali zenye zinaweza haribu mwili, zinaweza haribu figo ama sehemu zingine za mwili. Pia kuna zingine ziko na chemicals zenye zinaleta saratani. Ile kuna vidonge mingi za urembo, na kuna hata vitu za kupaka kwa uso za urembo zenye hazina shida yoyote. Lakini kuna chache zenye hazijapitia kwa ile njia halali. Kuna zingine zinatoka nchi ng'ambo zenye hazijakuwa, zenye sio safe, zinaweza leta hiyo ugonjwa ya saratani. Kwa hivyo mtu anaweza kujua vipi kwamba hivi vidonge si salama kwake kutumia? Kwa sababu mara nyingi ukienda maeneo ya pwani, labda ukienda Tanzania, ukija hapa Nairobi, kuna wengi ambao wanaenda pale wanakorogewa vidonge aina tofauti. Unaambiwa ukitumia hii sura yako iwapo ina pimples zitaisha, iwapo una spots zitaisha. Mtu atajua vipi hasa vinapokorogwa hivyo bila maelezo? Hiyo ya kukoroga ni vigumu kujua kama iko salama. Ile vizuri ni mtu apate kwa hospitali ama kwa daktari wa ngozi ama kwa
kwa chemist ambayo iko salama, lakini sio mtaani. Na zile za dukani basi utaangalia maelezo gani ujue kwamba kemikali hii si salama kwako kutumia? Kwa packet, kwa packet kuna maandishi yenye inaonyesha hii imepitishwa na ina bodi ya chemist ama bodi ya KEBS ya Kenya. Kwa hivyo na kwa swali ambalo liliulizwa kuhusiana na vyakula, kuna vyakula ambavyo mtu akikula anaweza kujikinga dhidi ya saratani? Kuna zile vyakula ambazo tunasema zinaleta afya nzuri na zinapunguza ule uwezekano ama ile hatari ya kupata saratani. Chakula kama zenye zina mboga nyingi, green vegetables, vyakula vya matunda, hizi ni nzuri. Mtu apunguze vyakula vina mafuta mengi. Apunguze kiwango cha nyama ambacho mtu anakula, sababu nyama nyingi pia ina hatari zake. Mtu pia aweze asivute sigara, asitumie pombe kwa kiwango kikubwa cha kupindukia. Na pia tu avoid hizi vyakula vya sasa kama hii mkate, fresh bread, chips, vitu kama hizo. Ni vizuri kula hizi vyakula za kienyeji, kama viazi vitamu, hizi nduma, arrowroots, vitu kama hizo huwa zinatengeneza afya na zinafanya chakula kisagike vizuri, zinapunguza kwa kiasi kikubwa ule uwezekano wa kupata hizi saratani. Na pia niongezee pia tuweze kuzoea kufanya mazoezi. Ni vizuri mtu kutembea kidogo, angalau kama ni kwa dakika 10. Mtu asiwe tu ni kukaa kwenye kiti kazini, kwenda nyumbani. Ni vizuri kufanyisha mwili mazoezi, physical exercise kila siku. Na tukiwa tungalipo katika vyakula, kuna wale ambao wamekuwa wakiibua mjadala kuhusu wale kuku wa kisasa. Je, hao kuku wanaweza kusababisha saratani? Kwa sababu kuna wale wanaohofia kuwa wanadungwa dawa fulani ndio wakuwe wakubwa haraka. Wanaweza kusababisha saratani? Nyingi za hizo kuku kama zile zinakuwa haraka zinapewa hizi dawa tunaita steroids, ambazo zinaweza zikachangia kukua kwa misuli na pia obesity, kwa sababu zina mafuta nyingi. Sana hizi huwa zinaongeza ile hatari ya kupata kama hizi magonjwa ya moyo, magonjwa ya blood pressure na magonjwa ya sukari. Ile link na saratani inakuwa sio direct sana, lakini zikileta haya magonjwa yote bado hayo yana madhara makubwa. So sio vizuri kula hizo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu zingine zina hayo madawa na zina madhara mengi sana kwa mwili. Ni kipindi ambacho tuliangazia swali ambalo nataka kuuliza sasa katika kipindi tofauti. Lakini ningependa tena nikuulize, kwa sababu wewe ni daktari wa masuala ya uzazi. Je, kutumia mbinu za kupanga uzazi kunaweza kusababisha saratani? Hizi mbinu za kupanga uzazi hazileti saratani kabisa. Isipokuwa kuna wale ambao tunasema labda wana saratani ya matiti inakuwa kwa jamii yao, kwa family yao. Labda hao ndio tunakuwa kidogo tuna makini wanapotumia kama tembe. Lakini tunajua vizuri sana, kwa mfano kuna wale ambao wakitumia hizi tembe za kumeza kila siku inawapatia kinga kwa kiasi fulani dhidi ya kansa ya ovary na kansa ya kifuko cha kizazi. Kwa hivyo zina manufaa kuliko ile hatari ya kulete kwa mfano saratani. Daktari, tuangazie sasa jinsi ya kukinga watoto dhidi ya saratani. Tunaweza kuwakinga vipi? Kwa sababu daktari amegusia hapa kuwa kuna vyakula ambavyo na vinapendwa sana na watoto. Je, tutawanyima? Mtoto akikwambia nipatie chips, tunamnyima? Tutamkinga vipi mtoto dhidi ya saratani? Ile muhimu ni kuangalia sana ni chakula gani mtoto anakula. Mtoto apate ile chakula yenye iko na afya, chakula yenye iko balanced, kuwe na matunda mingi, ikuwe na mboga mingi, ikuwe na hii chakula ya sukari kidogo na proteins kidogo. Hiyo ndio chakula yenye itakuwa nzuri kwa watoto. Watoto wanakuwa haraka, kwa hivyo ni muhimu mtoto akule mara nyingi, lakini sio lazima akule hizi fast food, akule hizi chips ama akule junk food. Hiyo unajua kama ni hao kuku
hizo chemicals zikiwa ndani ya hizo nyama zikiingia kwa mwili ya mtoto zitakaa kwa miaka mingi, na huenda baadaye zikaleta hiyo saratani, labda akiwa na miaka 30 40 kama 30 huko. Kwa hivyo ni muhimu kuangalia ni chakula gani wanapata. Njia nyingine ya kuzuia hizo ugonjwa ni regular check up. Unajua mtoto akizaliwa watoto wote wanatakiwa waangaliwe na muuguzi. Hata kwa Wizara ya Afya kuna list, kuna vitu zenye mtu anatakiwa aangalie. Ya moja ni macho, mtu anaangalia kwa macho kama kuna hiyo dalili ya white spot macho. Pia kuna dalili zingine kadhaa wauguzi wanazijua. Ya pili ni kufanya chanjo za clinic. Unajua ugonjwa wa maini mara nyingi unatokana na virusi za hepatitis B. Mtu akipata hiyo chanjo ya hepatitis B, watoto wote wanatakiwa wapate hiyo chanjo wakiwa na wiki 6, wiki 10, wiki 14. Pia baadaye kuna hii chanjo ya cervical cancer. Wasichana wote wanatakiwa waipate. Wakati huu haiko kwa serikali, lakini ni vizuri wale wenye wanaweza afford, wenye wako na hiyo pesa wanaweza kupata hiyo chanjo. Aina jinsi ya tatu yenye mtu anaweza kujizuia hii saratani pia ni tumesema regular check up, na pia ni vizuri akiwa na dalili yote kwa mwili. Kama ugonjwa haishi kwa mwili, ni muhimu aonekane kwa hospitali kubwa ama daktari mkubwa mahali popote mahali mtu wako. Kama mtu haponi, pia anaenda kwa ile district hospital kama ile county referral hospital ama kwa national referral hospital, na pia aonekane na daktari specialist kulingana na ile shida yenye yako nayo. Naam, labda kabla hatujaangazia matibabu, daktari, kuna swali moja ambalo watu huwa wanaliuliza. Je, hizi soda hizi za kisasa, kuna soda, kuna juisi ambazo zinapatikana madukani, wengi wao wanasema zimeongezwa rangi, zimeongezwa zile preservatives. Je, hizo pia zinaweza kuchangia mtu katika kuhatarisha afya ya mtu na hivyo kumweka kwenye hatari ya kupata saratani? Kwa sababu hizi juice tunakunywa, nyingi zao ni hizi madawa zimewekwa kuweka ile ladha, kuongeza rangi, zikiwa zimepitisha kiwango fulani, lakini ni vigumu sana kujua unless tuambiwe na watu wa Bureau of Standards ni kiwango kipi. Kitu muhimu ni kuzitumia kwa kiwango kidogo. Tusiwe tunazitumia kwa wingi, kwa sababu vile unatumia kwa wingi ndio unajaza hizi kemikali kwenye mili zetu. Na pia kwa sababu zina sukari nyingi, zinahatarisha mtu kuwa na haya magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure, pia zina hatari fulani kwa haya magonjwa ya figo. So kitu muhimu ni kama mtu lazima anywe kwa kiasi kidogo tu, isiwe ni nyingi kwa wakati mmoja. Afadhali kunywa maji mengi wakati mwingine kuliko hizi. Sababu maji yatasaidia kuosha mwili vizuri. Tuangazie sasa mbinu za matibabu ambazo zipo kwa wagonjwa wa saratani. Tuanze na wewe daktari. Mbinu za matibabu kuna aina tatu, the main ones. Ya kwanza ni upasuaji. Kama kuna saratani nyingi huwa zinaonekana kwa dalili ya uvimbe. Kama ni mahali imevimba, kuna madaktari specialist wa upasuaji wenye wanafanya hiyo operation, wanatoa hiyo uvimbe. Ya pili ni madawa, chemotherapy. Saratani zingine zinajulikana, zinatibiwa na madawa fulani, na hiyo pia inaenda na wakati wake, inakuwa kwa muda fulani, na kuna specialist pia wa hiyo matibabu. Jinsi ya tatu ni ya radiotherapy. Ile watu wanasema kushomwa, lakini ni radiation special yenye pia inaua hizo cells za kanza. Kwa hivyo tukiangazia, umetueleza pia upasuaji ni mmoja wapo. Je, mtu akipatikana na labda saratani ya ubongo, je, ina maana kuwa ubongo utaondolewa sehemu ambayo utaondolewa, au saratani ya maini upasuaji unafanywa vipi na mtu awe salama? Ni kweli. Kwa mfano mtu akiwa na saratani ya ubongo, kulingana na mahali ilipo, wengi sana huwa wanafanyiwa operesheni, na hiyo sehemu ambayo imehusika na saratani ndio inatolewa. Labda na wanapona. Labda baadaye mtu anaweza kuwa na upungufu fulani, labda anakuwa sehemu moja ya mwili haina nguvu,
anakuwa labda mkono ama mguu hauna nguvu, kwa sababu ile sehemu ya ubongo ambayo inashughulikia hiyo sehemu imeshatolewa. Na pia ni muhimu wengi wakishafanyiwa operation pia tunawapatia hizo dawa ama wanaenda kwa hiyo hizi x-ray za radiotherapy. Kwa hivyo zote zina sehemu kubwa kulingana na kiwango mbalimbali ya kansa. Kwa hivyo sehemu fulani inaweza kuondolewa na mtu bado akaendelea maisha mazuri. Ndio. Labda nisalie kwako kwa sababu nyinyi ndio mnaopokea idadi kubwa zaidi ya wagonjwa wa saratani katika labda ukanda wa Afrika Mashariki. Je, hali iko vipi katika hospitali ya Kenyatta? Kwa sababu wagonjwa wengi wamekata tamaa. Wengine waliona pesa wataenda India kupokea matibabu, lakini kwa kina yake wale ambao mapato yao ni ya chini, hali imeboreshwa katika hospitali ya Kenyatta. Kuna majaribio, ndio wagonjwa ni wengi kwa sababu Kenya nzima lazima, na wengine labda kutoka Sudan, sehemu zingine za Uganda, Tanzania, inabidi wakuje huko kutibiwa. So wanaweza kupata hizi huduma kwa kiasi fulani. Shida ni kwa sababu ni wengi na ni ile facility moja, so inabidi ule muda wa kungojea kabla mtu aweze kupata matibabu unakuwa ni mrefu kidogo. Lakini hospitali inajaribu na ingekuwa bora tukiwekeza zaidi, hizi mashini ziwe nyingi, tuwapeleke madaktari waweze kujifunza hizi mbinu za kutibu hawa wagonjwa, na pia muhimu zaidi ni sasa tuweze kueneza hizi huduma kwa zile hospitali zingine za county, hata kama sio zote. Zile ambazo tulikuwa naita regional level 5 hospitals, ambazo county moja ama 3 zinakuwa na hospitali moja ina wataalamu, kwa sababu pia ni expensive, ni bei kali kuwa na hizi huduma. Lakini tukiwa na kila mahali, pengine Mombasa, Nairobi, Kisumu, Eldoret, namna hiyo itakuwa rahisi kidogo kwa watu wetu kupata matibabu. Lakini labda kwa chini ya dakika moja, ni kwa nini hatujaboresha hali katika hospitali ya Kenyatta? Ni kwamba watu wanaweka masikio ya chuma, hawataki kusikia, au ni kwa nini bado tunazungumzia hospitali ya Kenyatta kwamba hali iko mbaya? Ni kwa sababu moja kubwa. Fedha ambazo zinatoka treasury zinapeanwa kwa serikali, kutoka serikali kuu kwenda Kenyatta ni chache. Ijulikana kwamba Kenyatta peke yake haitengenezi pesa, kwa sababu wagonjwa kiasi kikubwa hawana hata pesa ya kulipa. Kwa hivyo inategemea zile pesa ambazo zinatolewa treasury, zinapitia bunge, inasema Kenyatta tuwapee kiasi fulani. So kiasi cha pesa ni ndogo, haipatiwi pesa za kutosha kununua mashini za kutibu, mashini hizi za ICU ambazo tunasikia kwa sasa, na vifaa mbalimbali, na pia kuwa na wale wafanyikazi wa kutosha. Naam, Daktari John Wachira na Daktari Alfred Mukomba, shukran sana kwa kutuelimisha kuhusu ugonjwa wa saratani. Muda kidogo umetupatia kisogo, hatuwezi kuendelea, lakini tutawaalika tena kwa sababu mwezi bado haujakamilika. Tutaangazia aina tofauti za saratani na jinsi ya kujikinga. Shukran sana na muendelee na kazi nzuri mnaoifanya katika jamii. Na shukran sana mtazamaji kwa kutizama. Christine, nitawasiliana nawe baada ya kipindi hiki. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha mjadala wa leo, wapiga picha, wanasa sauti, mafundi wa mitambo, mwelekezi wangu na wanahabari wenzangu, wote natoa shukrani za dhati kwa kuchangia katika kufanikisha jukwaa la leo, na kwa wewe kwa kutuazima sikio na kwa kutuma jumbe zako. Usiende mbali, kwani namwona Alimanzu tayari yuko studioni kukuletea taarifa za kina kwenye taarifa uzipendazo za KTN leo. Tukutane tena hapo kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Zubeida Kome. Uwe na usiku mwema.